Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia asubuhi njema na siku njema ya leo jeudi le 1er janvier 2026, na tunawatakia mwaka mpya mbele ya yote. Mwaka huo ambao tumeuingia ndani uwe wa furaha na mafanikio kwenu nyote. Hayo ndiyo ambayo tunawatakia wanamemba wote wa Kwetu TV, na tumewaletea habari kama kawaida. Tumewaletea taarifa mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea siku ya leo ni kuhusu renfort za waasi wa M23 na washirika wao RDF ambazo zinaendelea kuongezeka ndani ya teritwari ya Sud Kivu, wakiwa na mpango wa kuendelea kusonga mbele. Tutawapeleka mjini Kalemi ambapo kwa hali ya kujua kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, Vice Premier Ministre de Defense Gaye Kabombo Mwaniavita anakaa hapo ili kuendelea kujua hali halisi na kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida, unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, mu comment na mu like, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kabisa kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa kwenye titre pale chini ya titre mu description kuna linki yetu. Uguse kwenye linki hiyo, bila shaka utajiunga na sheni yetu ya WhatsApp, utakuwa napata habari zetu zote. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu mbichi tuzianzie ndani ya province ya Sud Kivu kwenye renfort za waasi wa M23 na washirika wao RDF zinaendelea kuongezeka huko, wakiwa wana mpango wa kusonga mbele. Vyanzo kadhaa kutoka mu territoire ya Fizi, maeneo ya Haut Plateau de Minembwe, vinasema ya kwamba wanajeshi wapya tena wengi wa RDF, jeshi la Rwanda, waliwasili huko Minembwe kwa kupigana vita huko, wakiwa wanajiita Twirwaneho. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba wanajeshi hao wa RDF na hao wanajeshi wa M23 na Twirwaneho, mpango wao ni kusonga mbele mpaka Kalemi, ambapo wanasema ya kwamba wanataka wataki FARDC na wazalendo kuanzia maeneo tofauti kule mu Plateau de Fizi, washuke mpaka Fizi Centre na waelekee ndani ya eneo ya Bendela, wafungue vita vers Kalemi. Na haya yalithibitishwa na guvernema ya Kongo siku ya jana. Guvernema ya Kongo ilitangaza ya kwamba kunapatikana 3 batayo za RDF mpya ambazo ziko installe ndani ya Haut Plateau d'Uvira na hata ya Fizi na ya Mwenga, ambapo wanajeshi hao wana mpango wa kuwataki FARDC na wazalendo waendelee kusonga mbele wakivizia mji wa Kalemi. Na wanasema kwamba wanajeshi wote wapya wa RDF wanajiita Twirwaneho, ili hayo yote yasijulikane ya kwamba ni wanajeshi wa Rwanda RDF ambao wako maeneo hayo. Komunike ya jana ya guvernema ya Kongo inadhibitisha ya kwamba wanajeshi wa Rwanda kabisa wanaendelea kuingia wengi nchini Kongo, wakiwa wanaendelea kusaidia waasi wa M23 kuendelea kusonga mbele ndani ya maeneo tofauti. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema ya kwamba ni baada ya kutafuta namna ya kusonga mbele ili wafike ndani ya Fizi kupitia maeneo ya Makobola ikashindikana, ndipo waliamua sasa kurenforcer wanajeshi wengi wapya huko mu Plateau de Fizi, maeneo ya Minembwe, wafungue from upya kule. Oni ya kwamba huko njo kwenye watapitia washuke wafike ndani ya Fizi Centre. Mnajua kwamba baada ya wasi wa M23 kukamata mji wa Uvira, mapigano makali yalikuwa yakiendelea kuripotiwa ndani ya maeneo
ya axe Uvira vers Fizi kwenye walikuwa wakipigania Katongo, Makobola. Hata mapigano yalikuwa yakifika Swima, FARDC ikawarudisha nyuma. Vita hivyo viliendeleaka kukua vikali huko, kukakuwa resistance ya hali ya juu ya FARDC na wazalendo, ambapo AFC M23 ilishindwaka kabisa kuprogrese ndani ya maeneo hayo ili ifike Fizi, na baada ya kupigana hapo na kushindwa kabisa kuprogrese kupitia njia hizo, kwa sababu FARDC nao walikuwa wakirenforce wakipigana pale na kuwanyima njia, wamerenforce huko mo plateau de Fizi, maeneo ya Minembwe, ili kufungua front mpya kule wakitokea maeneo ya Rugezi, Bilalombili, kule Mikenge, njo kwenye wanataka watokee sasa washuke ndani ya Fizi Centre na kuendelea na Tanganyika, ambapo vyanzo kadhaa huko vinasema kwamba mpango wao ni kukamata mji wa Kalemi. Na kwa sasa hali halisi kwenye shamba la vita ndani ya teritwari ya Uvira na Fizi hali ni ya utulivu, hakuna mapigano yoyote kati ya pande mbili. Tangu jana hakuna mapigano ambayo yako na ripotiwa hapo. FARDC na wazalendo na wasi wa M23 wajapigana tena kuanzia siku ya jana. Hali iko ya utulivu kufro zote huko mo plateau d'Uvira na Fizi. Tuendelee na taarifa zetu katika hali ya kujua kinachoendelea kwenye uwanja wa vita na kujua comportement ya wanajeshi wa FARDC Kufro. Vice Premier Ministre de Defense Gaye Kabombo mwandia vita alifika Kalemi siku ya jana, ambapo alipatana na wanajeshi wa FARDC na akakaa hapo. Premier Ministre de Defense alifika pale akapokelewa na Gouverneur Kitungwa, na Premier Ministre de Defense Gaye Kabombo aliambia population wa Tanganyika ya kwamba jeshi la Kongo FARDC liko determine kwa kuendelea kuwapiganisha wasi wa M23 ambao wana mpango wa kuavance kupitia Fizi wafike Mutanganyika. Na pia alisema ya kwamba gouvernement nayo iko determine kwa kurestore l'autorité de l'État ndani ya maeneo yote ya nchi ya Kongo. Gaye Kabombo alifika Kalemi wakati hali kwenye shamba la vita si nzuri, waasi wako na renforce usiku na mchana ili kutaka kusonga mbele, na yalifika hapo katika hali ya kujua kinachoendelea kwenye shamba la vita na kupanga kama FARDC ipigane kabisa na wasi hao ndani ya maeneo ya Sud Kivu. Tukiwapeleka mjini Uvira, habari tunazozipata asubuhi ya leo ni ya kwamba hali ni ya utulivu mjini Uvira, hakuna mapigano. Waasi wa M23 tujoro ndio ambao wanaukalia mji wa Uvira baada ya kutangaza kuondoka kwao mjini Uvira. Hawajaondoka pale, wanaendelea kubakia mjini Uvira, wamoja wakiwa ndani ya teni za polisi, wengine hata anteni de civile. Na kitu ambacho kinaendelea kuwatia confusion watu ni ya kwamba M23 na viongozi wao tofauti wanaendelea kukonfirme ya kwamba wao wako ndani ya mji wa Uvira. Kama siku ya jana yule Bertrand Bisimwa president wa M23 alitangazaka ya kwamba wanajeshi wao wako ndani ya mji wa Uvira, na alisemaka ya kwamba wanajeshi wao kwa sasa wako mo 7 km na mji wa Uvira, na hayo ni tofauti kabisa na kile ambacho kiko kutere, kwa sababu mji wa Uvira uko mu mikono ya wasi hawa kuanzia kuporo ya Kalundu vers Kavimvira kabisa, mji wote uko mu mikono ya hawa wasi. Wanaendelea kutangaza ya kwamba wao waishaka jiondoa mjini Uvira. Hapo kuna kitu ambacho kiko naendelea kwa sababu na communauté internationale ni Etats-Unis d'Amerique ni Qatar, wale wapatanishi wote hawajasema kitu, wako kimya. Wakati AFC M23 ilitangazaka kujiondoa kwao mjini Uvira bila kuyafanya kukamataka maamuzi ya kuwafanya wasi hawa kuondoka mjini Uvira, walituliaka na mpaka kwa sasa wanakaa kimya.
wakiendelea kuangalia tu hayo yanayofanyika kwenye shamba la vita, kitu ambacho kinaacha nasema ya kwamba kuna kitu kinachoendelea hapo, kwa sababu hao si kusema ya kwamba hawajui hayo. Ni ya kwamba wakati wa kutangaza kwa waasi wa M23 kujiondoa mjini Uvira, walisemaka kwamba wataondoka mjini Uvira me hawapendi force za wazalendo na FARDC tena kukontrole mji wa Uvira. Nadhani kwamba mnakumbuka hayo. Walisemaka kwamba wanapenda kukue jeshi ambalo alitaigamia pande yoyote likuje likontrole mji wa Uvira. Kama wenda wako na napanga kuma ile force ifike, atujajua me kunaweza kuwa kuko kitu kinachoendelea kati ya gouvernement ya Kongo na M23 na wale wapatanishi wao, kwa sababu kutangaza kujiondoa hapo na kuendelea kukonfirme hayo wakati wangali hapo na hakuna kuingilia kati kabisa kwa parti yoyote. Unaona kwamba kuko mambo ambayo hayaeleweki hapo na kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya pande zote. Tuendelee na habari zetu, tuachane na hayo. Ilikuwa tu analize kidogo ambayo tulikuwa na tuko nafanya kwa ordre ya President Felix Tshisekedi. Anayeitwa Raphael Kabengele alikuwa nome comme inspecteur general de mine ndani ya nchi ya Kongo. Anaitwa Jean Paul Kilembe, naye katiwa kunani kuplace ya inspecteur general adjoint. Hayo yalitangazwa na gouvernement ya Kongo siku ya jana. Habari zetu zinaendelea. Tuwapeleke ndani ya Ituri ambapo vipengele vya kikosi cha 11 cha majibu ya haraka cha jeshi la Kongo FARDC viliimarisha nafasi zao katika mji wa Bule. Hapo ni ndani ya territoire ya Jugu, na pia waliimarisha nafasi zao ndani ya maeneo tofauti karibu na mji huo wa Bule. Kulingana na msemaji wa jeshi huko Ituri, Lieutenant Zile Ngongo, lengo ni kurejesha utulivu katika kundi hili linalotishiwa na wanamgambo wa mkataba wa mapinduzi ya watu CRP, ambao kulingana naye wanatumia watu waliokimbia makazi yao, hasa watoto na wazee kama ngao za kibinadamu. Siku ya Jumane jioni, wanamgambo wa CRP walishambulia ngome za jeshi la Kongo katika kituo hicho cha biashara ambapo wameweka kambi tena. Hali ya wasiwasi ikaendelea. Hali bado ikaendelea kuwa imechanganyikiwa huko Bule tangu asubuhi ya Jumatano. Vyanzo vingi vinaonyesha kwamba wanamgambo kutoka mkataba wa CRP walionekana katika kituo hiki cha biashara kilichopo kilomita 95 kutoka Bunia baada ya kuondoka kwao siku iliyotangulia. Mashahidi wanadai kusikia milio ya silaha nzito usiku wa kuanzia Jumane hadi Jumatatu. Hali ikawa inaendelea kukua tete kabisa huko, mais pour le moment FARDC ili renforcer wanajeshi wapya ndani ya mji wa Bule na maeneo kando kando yake ili kuendelea kuhakikisha usalama kwa wakaaji na kuendelea kukontrole eneo ya Bule ambayo inaendelea kuviziwa sana na hao wanamgambo wa CRP, yani kundi la CRP linaloongozwa na Thomas Lubanga. Tuendelee na taarifa zetu. Siku ya jana President Evariste Ndayishimiye wa Burundi, wakati alikuwa akipana message kwa wakaaji wake kwa kuanza mwaka wa 2026, alikuja kutangaza ya kwamba nchi ya Rwanda ina mpango wa kuatake nchi ya Burundi, ambapo alisema ya kwamba Burundi kabisa inajua mpango wa RDF ya kwamba wataingiaka mu Burundi kuwapiganisha. Wakati wa hotuba yake, President Evariste Ndayishimiye alisema kwamba nchi yake inaishi vizuri na nchi tofauti wanazopakana sauf nchi ya Rwanda, ambapo alisema kwamba hawawezi wakaishi vizuri na nchi ya Rwanda kwa sababu nchi ya Rwanda ikale kama zingine nchi ili kutafuta namna ya kuleta amani ndani ya maeneo ya maziwa makuu,
kwa sababu inaendelea kusaidia makundi yenye silaha mkiwemo AFC M23 nchini Kongo kupiganisha gouvernement ya Kongo. Alisema kwamba nchi zote ambazo zinapakana na nchi ya Burundi wanaishi nazo vizuri, nchi ya Rwanda kabisa hakuna kuishi nayo vizuri kwa sababu ya mpango huo. Aliendelea na kusema ya kwamba wanafuatilia kwa karibu hali ya kivita mashariki mwa nchi ya Kongo, na wanachokijua ni ya kwamba AFC M23 na RDF wana mpango wa kuwatakia nchi ya Burundi. Katika hotuba yake alisema ya kwamba yanayoendelea nchini Kongo tunayafuatilia kwa karibu kwa sababu hiyo nchi ambayo inapigana nchini Kongo, yani Rwanda, tuna matatizo na nchi hiyo, na hiyo inaacha kabisa tunaendelea kufuatilia kwa karibu hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo. Na alisema ya kwamba nchi hiyo ya Rwanda inaendelea kuwaficha wale ambao wana mpango mbaya kwa nchi ya Burundi. Ndiyo maana Burundi nayo inaendelea kuwa macho kwa sababu wanajua ya kwamba wakati wowote RDF na AFC M23 wanaweza wakawashambulia ndani ya nchi yao. Alisema kwamba hayo pia yanadhibitishwa na watu wanaopiganisha nchi ya Burundi wakiwa nje ya nchi, wale ambao wako Marekani na kwingineko. Wanaendelea kusema kwamba baada ya nchi ya Kongo ni Burundi, na hayo yanafanya nchi ya Burundi kuendelea kuwa macho kwa sababu wanajua ya kwamba wakati wowote nao wanaweza wakashambuliwa. Hayo yalitangazwa na President Evariste Ndayishimiye, President wa nchi ya Burundi. Asante sana ndugu zangu, hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana wale ambao wako maeneo tofauti wakitufuata, wale ambao wako Marekani, Ulaya na kwingineko. Salamu zetu ziwafikie kabisa, na tuna matumaini ya kwamba mko wazima, nasi hivyo hivyo tunamshukuru Mungu. Mwaka mpya kabisa na mambo mapya, tupatane ndani ya taarifa zifuatazo.